Hebu fikiria umepewa kazi ya kutafuta top 3, top 5 na top 10 katika database hii hapo unayoiona, na hii inaonekana ina watu wachache tu. Sasa umeambiwa utatuma hiyo taarifa ndani ya dakika 10 tu na hakuna muda wa ziada. Je, utafanyaje? Utaanza kufanya kazi hii manually? Hapana, kuna njia rahisi ya kufanya kazi hii na ukafanya chini ya dakika 10. Ambatana nami ili uweze kujua kiundani zaidi. Moja kwa moja tuingie kwenye mifano. Cha kwanza kabisa, tafuta rows. Utaandika equals to rows alafu O8 through O8. Funga mabano, hakikisha hii O8 ya kwanza unailock. Na lock hapa, control enter and then una drag mpaka huku chini. Hatua ya kwanza imeisha. Hatua ya pili, tafuta wastani mkubwa kuelekea mdogo. Equals to large what? This is large average. Lock here F4 half comma K. K yetu ni hii hapa ya rows tulioitengeneza K, yani ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea. Lock, control enter na drag mpaka huku chini. Utapata wastani mkubwa kuanzia mtu mkubwa mpaka wa mwisho. Alafu condition ya mwisho, tutamatch huu wastani na jina lililopo huku kwa kutumia formula. Tutaweka hapa, tutaandika equals to index. Tunatafuta nini? Ni jina. Kwa hiyo tutakuja huku highlight eneo la jina lote, alafu tuta lock, alafu tutaweka comma small mabano if. Tutaweka condition if range ya wastani hii hapa lock is equal to one of the wastani iliyopo hapa, comma we need row. What row? Row tunaweza tukaweka hata serial number, alafu na lock this one and then minus row, the same row, this one lock F4, alafu so tume minus to plus 1 in. Nishafundisha hii pia, comma taenda count if. Kwa nini? Tunataka ihesabu kama kuna vitu, kuna zile ties ije iweze kuenda vizuri. Count if this one P8 through P8, comma P8. Funga mabano. Kabla hapo ngoja tuiloki hapa P8 ya awali and then tunafunga small, tunafunga index, tunamaliza. Kwa sababu hii ni array, tuna control shift enter. Tayari ina machi wastani na jina lake. Kwa mfano Jamson ana 75.11. Jamson huku yuko wapi? Huyu hapa 75.11, hii hapa. Very nice. Kwa hiyo tukishapata hii chap haraka bila kuchelewa, tutakuja kuiselect hii hapa. Tutakuja hapa, ngoja tuicopy kwanza hii hapa ili kupata top 10. Copy bila kukopi hiyo sawa sawa. Mwanzoni huku tutaweka condition if, naweka mabano this cell, hiyo rows is greater than. Tutakachokiweka hapa kwenye 16 tunaiambiaje? Hiyo T3 tunailock sababu hatutaki itembee, tutasema i leave blank. Otherwise tutasema itupatie ile rows tuliyoicopy. Funga mabano, control enter, nothing happens kwa sababu kila kitu kiko automatically. Sasa tukija hapa kuandika, tukaandika top 3 kagonga enter. Unaona huku inaleta errors, lakini inatupa zile top 3 zinazotakiwa. Kwenye kuhandle errors ni simple. Tunakuja hapa kwenye formula, kwenye large tusema if error this one, tamwambia kama kuna error yote basi weka empty. Alafu tuna double click tena mpaka chini, ina leave empty. Alafu kwenye majina tutaweka condition if wastani hapa, kwenye wastani hapa P8 is equal to blank, comma, bwenza bahati mbaya, is equal to blank, comma, leave blank. Otherwise, process this formula. Mwishoni tunafunga mabano, control shift enter. Yes, Jamson, double click mpaka mwisho, inaleta blank. Unaona imekuwa simple. Tumeshapata top 3, tukiweka top 5 au hapo, tukiweka top 10 au hapo, tukiweka top 16 vile vile au hapo inaleta. Tunataka top 2 au hapo, tunataka top 1 wa kwanza kabisa ni huyo hapo, tunataka top 2 au hapo, tunataka top 9 au hapo. Muone ilivyo simple, kila kitu kinakuja automatically kabisa. Sasa kama umeambiwa tuma top 3, tuma top 5 na top 10, wewe unakuja tu na select hapa top 3. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunatafuta top 10 katika Microsoft Excel, rahisi na haraka sana. Asante sana kwa kuangalia TZ Excel. Subscribe kwenye YouTube channel yetu, tufuatilie katika akaunti yetu ya TikTok, tunapatikana kama TZ Excel 3. Asante sana kwa kuangalia, mpaka wakati mwingine.